Naam, habari vipi mtazamaji wa Kemgongo TV? Kipindi hewani ni kipindi cha Mtazamo, kipindi ambacho ni mahususi kwa ajili ya kumulika masuala ya kisiasa, masuala ya kijamii na yale ambayo ni ya kiuchumi. Hii leo tunaimulika ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye amekuwa akizunguka kwenye mikoa mbalimbali kwa ajili ya kukagua na kuangalia miradi mbalimbali ambayo inasimamiwa na serikali. Lakini mikoa kadhaa ambayo imepita ni pamoja na Tanga, Kilimanjaro amefika, lakini amefika Arusha. Pasi na shaka pia amefika pale Manyara kwa ajili ya kuhakikisha anasimamia na kukagua hiyo miradi ambayo imeanzishwa na serikali na kuangalia kero mbalimbali ambazo wananchi wako nazo. Mimi ni Charles Fabian na kualika kwa moyo mkunjufu katika kipindi hiki cha Mtazamo. Ninaye mgeni wangu hapa ambaye yeye anahakikisha kwamba tunapata maarifa na nondo zote na madini yote ya kisiasa. Si mwingine ni Lam Raphael. Niko naye hapa kuhakikisha kabisa tunachambua kwa uzuri kuhusiana na hii ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu. Lam Raphael, karibu sana kwenye studio zetu kwa mara nyingine za Kemgongo TV. Asante sana. Na tuanze kwanza kufahamu utokako amani ipo? Amani ipo kutosha. Ndio. Sawa, tuanze kuimulika ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye amekuwa akizunguka mikoa kadhaa kwa ajili ya kukagua miradi na kuzungumza na wananchi pia. Tuanze kwanza kwa kufahamu swala hili. Mwigulu Nchemba amekuwa akikutana changamoto za wananchi wengi sana mbalimbali wakiwasilisha kero zao. Je, ni sahihi wananchi kumsubiri kiongozi mkuu kama waziri mkuu na kuanza kutoa kero zao, ili hali kwenye serikali zao za mtaa kuna viongozi, ngazi ya wilaya kuna viongozi, lakini wanamsubiri huyo? Ni sahihi ama imekaaje? Ni sahihi. Ndio. Ni sahihi katika mazingira makuu mawili. Ya tukianza na la kwanza kwamba kuna wakati unakuta aidha ile kero ilipelekwa kiongozi wa ngazi ya chini na alishindwa kuitafutia ufumbuzi. Okay. Ya akashindwa kulitatua. Ya ndio. Sasa mwananchi anaposhindwa kupata majibu ya ile kero yake, alafu baadaye akutana na mazingira mengine yanayompa fursa ya kuwasilisha hiyo kero. Ndio. Ya kwa maana ya kwa kiongozi wa ngazi ya juu ni sahihi ya yeye kufanya hivyo, ili hali ile kero tayari ishapitia huko kwenye ngazi ya chini au haijapitia kwake, ni halali, ile mradi tu anaamini kwamba atapata ufumbuzi au kero yake itatutuliwa. Okay, sawa. Lakini kwenye sambamba na hizo kero ambazo zimekuwa zikitatuliwa, tunaamini kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao pengine wamekuwa hawatimizi wajibu wao. Nimekuwa nikimsikia Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amekuwa akizungumza juu ya viongozi wa zembe na wavivu kwenye kutekeleza majukumu yao. Je, kwa upande wa kuwasimamisha na kuanza kuwajibisha hapo mbele ya umma, mbele ya wananchi, ni sahihi kukifanya hiki kitendo kwamba kiongozi fulani amepwaya kwenye eneo fulani, unamuita hapo na msimamisha, bana, nimekusimamisha kazi ama nimekutoa kwenye hiki ama iko hivi na hivi? Ni sahihi ama ikoje hiyo? Ni sahihi kwa kiongozi kuchukua hatua pale anapoona kwamba aidha kuna ubadhirifu au kuna uzembe au kuna kiongozi wa ngazi ya chini anashindwa kufuata zile kanuni za maadili ya utumishi wa umma. Ndio. Ya sasa
Ni sahihi kwa sababu gani? Kwa sababu na kiongozi huyo, kiongozi aidha unamzungumzia waziri mkuu. Waziri mkuu kwanza nimpongeze, amekuwa kwanza ni muumini wa kufuata utaratibu, kufuata ule utaratibu wa kumwajibisha kiongozi. Kwa maana ipi? Kwanza anawapa fursa ya kuwasikiliza. Kiongozi anapokuwa anatuhumiwa au mtendaji wa serikali anapokuwa anatuhumiwa, kwanza huaga anapewa nafasi azungumze. Anapewa nafasi ya kufanyaje, ya kusikilizwa. Sasa anapopewa nafasi ya kusikilizwa, hilo tu tayari waziri mkuu anakuwa tayari ameshafuata matakwa ya katiba. Kwamba kwa maana haki ya kusikilizwa ambayo ni haki ya katiba chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ambayo inazungumza kwamba kama bwana Chazi unatumiwa na kosa lolote lile, mamlaka ya kinidhamu haiwezi kuchukuliwa hatua za kinidhamu pasipo kusikiliza. Sasa hao watumishi wamekuwa wakipewa nafasi kubwa ya kusikilizwa. Sasa anapowasikiliza na inapotokea hajalizika na ile majibu ya yule mtumishi, anaweza kuchukua hatua, ikiwemo hatua ya kumsimamisha, sio kumfukuza. Ya kumsimamisha ili kupisha nini? Uchunguzi kwanza. Kwa hiyo waziri mkuu isipokuwa hana mamlaka ya kumfukuza mtumishi moja ya kumfukuza mtumishi moja kwa moja. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma, nafikiri namba 8 ya mwaka 2002 inazungumzia juu ya utaratibu wa kuajiri na mamlaka za ajira. Mamlaka za ajira ni pamoja na rais, waziri mwenye dhamana ya serikali za mitaa, manake TAMISEMI. Naam. Kuna watendaji wakuu kwa maana ya makatibu wakuu wa taasisi mbalimbali. Ndio. Sasa ukija kwa rais, ukija kwenye mamlaka ya rais, ye pekee ndo mamlaka ya nini, ya kinidhamu. Waziri mwenye dhamana ndo anakuwa mamlaka ya kinidhamu. Na sambamba na kwa watendaji wakuu. Sasa kuna instance moja ilitokea, nafikiri kule Muheza, aliagiza baadaye aliagiza watumishi fulani wachukuliwe hatua za kinidhamu. Baadaye tuliona kwamba waziri mwenye dhamana kwa maana ya TAMISEMI na waziri wa utumishi kwa maana ya Ridhiwani Kikwete walirudi kule na wakachukua baadhi ya hatua, kama samana kuwasimamisha wale watumishi 14. Sawa. Tukijaribu kuiangazia ziara hii ya waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, hasa kwa jamii, hasa kwa mikoa ambayo wamepita kwa sasa, ina manufaa gani hasa? Ziara ya waziri mkuu ina manufaa makubwa, kwa maana ya kuanzia kwenye serikali kuu hadi kwenda moja kwa moja kwa wananchi. Kwa sababu waziri mkuu anakagua miradi ambayo inatekelezwa na serikali. Na sasa nje ya kukagua pia anaweka jiwe la msingi kwa maana ya kuanza kwa ujenzi wa mradi mwingine au sasa. Ina manufaa gani? Kwamba ina manufaa kwanza, wananchi au serikali kwanza inapata fursa ya kutambua kwamba zile hela ambazo zilitengwa na serikali kwenda kukamilisha au kujenga mradi fulani zimetumika kama ambavyo ziliombewa. Kama ni kwenye idara ya afya, basi afya, kama nini. Sawa. Sasa waziri mkuu anapoenda sehemu ya mradi, kwanza wale wasimamizi wa huo mradi au na wale watekelezaji kwa maana ya wakandarasi wanapewa ule msukumo au ile pressure waziri mkuu inawafanya wao waweze kukamilisha ile kazi kwa wakati, na mwisho wa siku wananchi wananufaika
kwa kuanza kuweza kutumia ule nini yale matokeo ya ule mradi. Unaweza kawa ni mradi wa maji. Tumeona ikagua ujenzi wa stendi kule Arusha. Ndio. Shule, zahanati na vituo vya afya. Naam, kipindi hewani ni Mtazamo. Kama ambavyo nimekujuza hapo awali, tunazidi kudadavua kwa uzuri, hasa tukiangazia ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba kwa upana kabisa, na tunazidi kusonga mbele kwa uzuri hapa, na niko na Ram Raphael ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Kwa uzuri kabisa tunazidi kusonga mbele namna hii hapo. Lakini nakukumbusha, kama bado hujawa mwanafamilia, basi subscribe hapo, lakini kama unatamani kuweka maoni yako hapo, hakikisha unayatupia maoni yako vizuri kabisa hapo. Lakini usahau kushare, lakini kulike vile vile, utakuwa umekuwa familia kabisa ya Kimgongo TV. Sawa, tugeukie kwenye swali jingine ambalo natamani kufahamu, na naamini mtazamaji pia anatamani kufahamu. Kwenye ziara ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, hasa kwenye mikoa ya Tanga pamoja na Kilimanjaro, amegusia sana upande wa vijana, huku akiwataka vijana ambao bado hawajapata ajira kupata wasaa mzuri ama kutumia fursa nzuri za kujiajiri. Hili tamko ama hiki kitendo ama hili neno ambalo linatumika sana kujiajiri, linatoa taswira gani kwa serikali, kwamba serikali haiwezi kuajiri ama ikoje? Kwanza inatoa taswira nzuri kwa serikali. Okay. Na serikali sio kwamba haiwezi kuajiri. Serikali inaendelea kuajiri kama wote tunavyoona. Sasa serikali haiwezi kaajiri wahitimu wote. Okay. Na itakuwa ni serikali ya kwanza duniani kuajiri wahitimu wote. Kwamba wote kwa mkupuo. Kwamba wote kwa mkupuo. Ndio. Wote iwaajiri. Kwani ni kitu ambacho sisemi kwamba hakiwezekani, lakini itakuwa ni kitu ambacho kinaweza kutokea, au utokeaji wake unaweza kushangaza watu wengi. Na tumeona kwamba hii changamoto ya tatizo la ajira ni almost ni tatizo la kidunia. Kwa sasa hizi kauli za viongozi wakuu au viongozi wenye dhamana ya kutuongoza nafikiri zinakuwa zina nia njema. Zina nia njema kwa sababu serikali haiwezi kuajiri wote. Sasa kama haiwezi kuajiri wote, lazima sasa iwakumbushe wananchi wake kwamba jamani, mnapaswa kufanyaje? Kujiajiri. Isipokuwa sasa serikali jukumu lake kubwa kama ni kuhakikisha inaweka ile mazingira wezeshi ya vijana kuweza kujiajiri. Naam. Kwa hiyo kauli ya Waziri Mkuu binafsi naiunga mkono. Okay. Kwamba vijana lazima tufahamu kwamba changamoto ya ajira ipo. Ndio. Na haiwezi ikaisha. Sasa kama ambavyo serikali imekuwa kwenye jitihada ya kutusapoti, tumeona rais awamu hii kama kabisa kutupa na wizara ya vijana ya maendeleo ya vijana. Kwa hiyo kwa maana yake nini? Kwamba tayari ametupa wizara ambayo na hakikisha kwamba inapambana katika kuweka mazingira wezeshi kwa vijana kujiajiri, ikiwemo kupewa hiyo mikopo. Tumeona kuna bilioni 200 zimetengwa kwa ajili yetu. Kwa sasa nafikiri kauli ya Waziri Mkuu inalenga kumhamasisha kijana kutumia hiyo fursa ya mazingira wezeshi ya serikali na kufuata utaratibu ambao umewekwa na serikali kuhakikisha kwamba anaenda kunufaika na hizo fedha za vijana, kwa sababu fedha za vijana ambazo ni fedha za unapewa mkopo zenu unaenda kuboost biashara yako. Naam, tutamatishe hapo kwenye swali moja zuri sana ambalo naamini tutalipatia majibu mazuri pia. Hasa tukiangazia namna ambavyo kauli ambazo amekuwa akizitoa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja ya kauli ambazo amekuwa amezitoa kwamba ni kuhakikisha anapambana na wazembe lakini wabadhirifu wa fedha za umma ambao
kwa namna moja ama nyingine wanakwamisha maendeleo ya serikali ama maendeleo ya nchi kwa ujumla. Tuzungumze kwenye kauli hii ambayo Mwigulu Lameck Nchemba amekuwa akizungumza. Inatoa taswira gani ama inawasha taa gani kwa viongozi ambao anapita kwenye maeneo yao? Inawatia pressure kwamba wapaniki kuanza kupambana hadi kuzidi uwezo wao, ama inawapa nini viongozi ambao anawatembelea kwenye maeneo yao? Kwanza kwa upande wake anatekeleza wajibu wake ambao umepewa na katiba, ndio ya kusimamia utendaji, au ndo mtendaji mkuu wa shughuli ya serikali. Sasa kama mtendaji mkuu na kwamba anawasimamia watu ambao wapo chini yake. Sasa ukiwa unawasimamia watu, lazima kwanza wakumbushe. Okay. Wote tunafahamu kwamba kuna zile kanuni za maadili ya utumishi wa umma. Okay. Au kanuni za utumishi wa umma. Kanuni moja hapo namtaka mtumishi wa umma kufanya kazi kwa bidii na kutoa huduma bila upendeleo. Okay. Sasa waziri mkuu anajaribu kufanya ni kuwakumbusha kwamba kila mtumishi atekeleze majukumu yake kwa mujibu wa utaratibu ambao unamtaka. Okay. Sasa hatuwezi kuwa tuna watumishi ambao hawatimizi majukumu yao. Hawatimizi majukumu yao. Mwisho wa siku ukiona watumishi wa namna hiyo, mwisho wa siku ndio tunarudi kwenye swali lako kwamba kuna baadhi ya kero ambazo ilibidi ziishie huku chini. Unashangaa kuziona kwamba zinakuja juu kabisa, zinakuja huku juu kwa waziri mkuu. Okay. Sasa hiyo inakupa tafasiri gani? Kwamba aidha kuna uzembe, au kama anavyoongea waziri mkuu kwamba baadhi ya watumishi tayari wamezoea shida za wananchi au wamezoea kero za wananchi, wanazichukulia kawaida. Yani business as usual. Kwa hiyo cha kwanza pia ndio taswira ya serikali. Taswira ya serikali kwa maana hii ni serikali ambayo imetokana na wananchi, wakakasimisha madaraka yao kwa rais. Baadaye rais akamteua Mwigulu akamsaidie kwenye kusimamia utendaji. Sasa kwenye kusimamia utendaji ndio hapa nakwambia hawezi kuvumilia watumishi wazembe, na katika hilo namuunga mkono kwa hatua mbalimbali ambazo ameendelea kuzichukua. Anapokuta ubadhirifu anashughulika nao, anapokuta kuna uzembe anashughulika nao. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima tuwe na serikali ambayo ina watendaji ambao wanatekeleza majukumu yao aidha kwa kushinikizwa au pasipo kushinikizwa. Okay. Ili mradi tu wananchi, ile jukumu kuu la serikali ambalo ni ustawi wa kuhakikisha kwamba ustawi wa wananchi na kuwaletea wananchi maendeleo ndio inatekelezeka. Okay. Bana Lam, nikushukuru sana kwa maelezo yako mazuri ambayo kwenye kipindi cha siku ya hii leo cha Mtazamo, pasi na shaka tumenogesha kwa uzuri sana. Kwa ufafanuzi wako nikukaribisha tena kwa mara nyingine kwenye studio zetu hapa za Kimgongo TV. Asante sana. Okay, sawa. Naam, hiyo ni tamati ya kipindi cha Mtazamo kwa siku ya hii leo. Tulikuwa tunaangazia hasa ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Tumeichimba kwa undani zaidi, hasa tukimulika maeneo muhimu. Je, kuna faida gani katika kutembelea miradi mbalimbali ya serikali? Vipi kuhusiana na wale wazembe ambao wanawataja mara kwa mara kwenye hotuba zake? Anawashughulikia kwa kiasi gani na inawapa motisha gani, ama kuna taa gani na waka kwa ajili ya wazembe ambao wanapita kwenye maeneo yao? Ni maswali ambayo mimi nimepata ufafanuzi mzuri. Naamini wewe mtazamaji umeweza kupata na kungamua vitu vingi vizuri. Cha msingi, endelea kuwa mwanafamilia wa Kimgongo TV. Tukutane siku nyingine ya Alhamisi kama ya hii leo, saa 1 kamili za jioni tunakutana hapa kwenye kipindi cha Mtazamo. Mimi ni Chazi Fabian. Mwenzangu ambaye alikuwa hapa ni mchambuzi wa masuala ya siasa, Raphael Lam, ambaye tulikuwa naye hapa, tumezungumza mengi mazuri. Cha msingi, endelea kutufuatilia na endelea kuwa mwanafamilia wa Kimgongo TV. Hadi hapo sina la zaidi wala la ziada zaidi ya kukwambia endelea kutufuatilia, na bye bye, uwe na wakati uliomwema.
Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.